Sifa tatu ukiwa nazo basi usiziogope sifa hizo. Kwa nini nasema usiziogope sifa hizo kabla sijazitaja? Usiziogope sifa hizo kwa sababu si udhaifu, na tambua kwamba sifa hizo ni nini? Sifa hizo ni alama ya utukufu wako kimaumbile. Sifa ya kwanza, unapokaa na baadhi ya watu ukajihisi kwamba hauna amani wala utulivu wa kiroho. Hali hii inakutokea kwa sababu hisia zako na akili yako zina uwezo mkubwa sana wa kuzitambua nia za watu na malengo ya watu mapema sana. Na hili sio la ajabu kwa sababu Mwenyezi Mungu ndivyo alivyokuumba, na yeye mwenyewe anatuambia katika Qur'ani, wala ta'rafannahum fi lahni alqawl. Yani hakuna shaka utawatambua baadhi ya watu katika ule mtindo wa maongezi yao, namna gani wanaongea. Utajua katika yale maongezi, ushafahamu nia. Lakini sifa ya pili, una hisia kali sana. Utajiona uko hivyo na hisia kali sana na una misimamo mikali sana kabla ya matukio fulani hayajatokea. Unajua hii ni kwa nini? Ni kwa sababu wewe hapo ulipo una uwezo mkubwa sana wa kusoma na kuwachambua watu na matukio. Hii ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo amekupa. Maneno anatufunza Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, anasema ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Heshimu sana utukufu wa muumini kwa sababu mu'min ana uwezo mkubwa wa kuangalia kwa jicho la Mwenyezi Mungu, kwa nuru ya Mwenyezi Mungu. Sifa ya tatu, utaona kwamba una uwezo mkubwa sana wa kuzisoma hisia za watu hata kama wamekuficha na hawajaongea kitu chochote mbele yako. Unajua kwa nini sifa hii? Kwa sababu wewe una nguvu na uwezo mkubwa sana wa kusoma lugha za miili yao. Wanasaikolojia wanasema body language, yani unasoma lugha ya miili yao kabla ya maneno yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufunza na anatuambia jambo hili ni swala la kawaida. Anatufunza kwa kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema al-arwah junudun mujannada ma ta'arafa minha i'talafa. Anasema hizi roho zipo kama askari, wale askari ambao wana mawasiliano na wana connection. Habari ikiwa kwa huyu basi itajulikana hata kwa yule, habari ikiwa kule itajulikana na kule. Kwa hiyo miili inasomana, roho zinasomana kwamba hapa kuna jambo sio la kawaida. Ndugu yangu, pindi utakapokuwa na sifa kama hizi, mshukuru sana Mwenyezi Mungu, muabudu sana Mwenyezi Mungu, omba sana dua na usimama, usitetereke kwa sababu upo katika ukamilifu.